Tunaendelea kuzijumuisha taarifa mbalimbali za kimichezo ambazo tuko nazo kupitia hapa Abi Sports TZ. Mambo ni mengi, mambo ni mazuri zaidi. Endelea kusubscribe kama bado, share video hii kwa watu wengine na like. Leo tunaitazama taarifa inayohusu klabu ya Young Africans kutaka kumsajili winga hatari kabisa kutokea kule Ivory Coast, anaitwa Imani Kwaidokan Michael. Sasa taarifa za ndani zinaeleza kuwa klabu ya Young Africans wamevutiwa na huduma ya nyota klabu ya Afadi Prateu ya Ivory Coast Amani Kwaidokan Michael, ambaye amekuwa katika kiwango bora sana katika msimu huu kwenye ligi kuu huko nchini Ivory Coast. Amani anatajwa kuwa miongoni mwa mawinga hatari zaidi kwa sasa katika ligi hiyo, akishika nafasi ya 3 kwenye orodha ya wafungaji akiwa amefunga mabao 10 na kutoa assist 6 ndani ya mechi 24 ya ligi kuu, na takwimu zinaonyesha kwamba mchango wake mkubwa katika safu ya ushambuliaji ya Afadi Prateu ni mkubwa kwa kiasi kikubwa kwelikweli. Mbali na takwimu hizo, Amani anasifika na uwezo pia uwezo wake wa kutumia miguu yote miwili, jambo ambalo linamfanya kuwa hatari zaidi akiwa uwanjani, kwani anaweza kucheza pande zote mbili za uwanja, kwa maana kwamba anaweza akacheza mbavu ya kulia na kushoto, lakini pia anaweza akacheza eneo la mbele bila kupoteza ufanisi wake. Kasi yake juu, ana kasi nzuri sana kwenye anapokuwa na mpira, na amekuwa na hatari katika mabeki, na mara nyingi hutumia hata nguvu ya mwili ikimwezesha katika kushindana katika mpira wa kugombania ama kutengeneza pressure pia ya mchezo, yani ile man to man. Ni miongoni mwa mchezaji mzuri sana. Kwa hiyo vyanzo vinaeleza kwamba benchi la ufundi la Young Africans likiongozwa pia na viongozi wa klabu hiyo inaendelea kufuatilia kwa ukaribu zaidi maendeleo ya mchezaji huyo, ikiamini kuwa anaweza kuleta ushindani mkubwa wa kikosini na kuongeza ubora katika michuano ya ndani pamoja na kimataifa, ikiwemo ligi ya mabingwa barani Afrika, ambapo Young Africans mpaka sasa unaweza kusema wana nafasi ya kwenda kuicheza hiyo michuano ya klabu bingwa barani Afrika mbali na michuano ya ndani. So ukiangalia kwa rekodi zake, kwa namba zake hizi ambazo yuko nazo bwana Iman, ni rekodi nzuri. Katika michezo 24 kashafunga magoli 10, ambapo ukija huku kwetu Tanzania, kwa maana kwamba ukimzungumzia labda kwenye eneo labda la ushambuliaji tuzungumzie kwenye safu ya ushambuliaji, mtu kama Prince Dube tayari na magoli mpaka sasa hivi ana magoli 9, yes. Lakini ukimzungumzia mtu kama Pacome pia ana almost magoli 7 na assist kama 3, unaona. Kwa hiyo ukizingatia tu kwenye safu ya ushambuliaji, mtu kama Mudathiri pia ana magoli 7, kina Max pia Nzengeli. Leo hii mtu kama Alan Okello ambao ameingia kudidisha dogo tayari ana assist 6 na almost kama magoli 3 kwenye ligi kuu. Kwa hiyo ukija ukizilinganisha hizi rekodi za wachezaji wengi Africans kwa sasa katika eneo la safu ya ushambuliaji waliokuwepo na huyu ambaye anazungumziwa kwa sasa, unaona kabisa kwamba kuna picha kubwa zaidi ambayo ipo kwa mashabiki wa Young Africans kwamba yes, kuna uwezekano mkubwa wa mchezaji huyu kuja kufanya vizuri katika mchezo wao. Kwa hiyo moja kwa moja mimi binafsi naweza nikasema kwamba Amani ni miongoni mwa zao zuri kama mchezaji. Ni mchezaji ambaye anaweza kaleta kitu, na bahati nzuri tulitoka kumzungumzia kama siku 2 nyuma zilizopita, tulikuwa tunamzungumzia mchezaji kama mchezaji mmoja pia kutoka kule Ivory Coast. Nilikuwa nasema Mamadou anaitwa. So nilikuwa nasema kwamba nyota wengi, wachezaji wengi wanatoka kwenye taifa kama la Ivory Coast ni wachezaji ambao wamejengwa kwenye misingi mizuri ya soka, yani kuanzia ukuaji wake mpaka anafika kwenye level ya usenior tayari amepita misingi mizuri ya kimpira. Kwa hiyo kwa rekodi ambazo hizi numbers zinavyosoma kwake kwa Amani inaweza ikampa nafasi hata kocha mpya wa Young Africans atavokuja, bila shaka kwa hizi numbers na rekodi ambazo iko nazo anaweza akafanya vizuri na akaperform kwenye kiwango kikubwa zaidi. Kwa hiyo kuwa na magoli 10 na assist 6, maana yake katika michezo 24 amehusika katika magoli 16. Kwa hiyo kama Yanga watafanikiwa kuichukua saini yake, watakuwa wamepata mchezaji dume, mchezaji ambaye atakuwa yuko kwenye performance kubwa kila wakati, yani kwa maana kwamba atawapa nafasi kubwa zaidi ya ile ambayo watu wengine pengine walikuwa hawezi kuitegemea. Kwa hiyo kama usajili utatimia, ni product nzuri ndani ya Young Africans, na ukizingatia Young Africans ni timu ambayo ina kila msimu ina mashindano yasiyopungua 4 mpaka 5 makubwa, kwa maana kwamba watakuwa na michuano ya ligi kuu hapa NBC, wanahitaji
kupata ubingwa, lakini wana michuano ya CAF Champions League ambapo watahitaji kufanya vizuri pia, hata kufikia hata kama sio finali, lakini hata kufikia kwenye zile ngazi robo finali na kuendelea. Lakini mbali na hivyo watakuwa na michuano kama michuano ya CRDB Bank Confederation, watakuwa pia na michuano mingine Muungano, Mapinduzi. Kwa hiyo unaona kwamba kutakuwa kuna mashindano mengi ambayo watakuwa wanayashiriki. Kwa hiyo maana yake moja kwa moja itatakiwa mtu apate wachezaji ambao wana quality nzuri ya kwenda kufanyaje kuperform. Kwa hiyo ukiangalia umri aliokuwa nao kwa sasa miaka 27, ni umri mzuri tu kwake kama mchezaji. Kwa hiyo anaweza akakupa faida kubwa. Tayari kashakuwa senior, anajua vitu vingi, ana uzoefu mkubwa ndani ya uwanja. Kwenye matukio ya muhimu anaweza kayafanya yapi ayafanye, yapi asiyafanye akiwa ndani ya kiwanja. Kwa hiyo ngoja tuone kama atafanikiwa kuingia katika klabu ya Wananchi ambao mpaka sasa hivi wako katika hatua pengine sio mbali kukaribia ubingwa wao waliochukua msimu uliopita.